muujiza wa nyoka ambao tunausoma kwenye neno la Mungu, tunamwona mtu anaitwa Haruni anafika akiwa na fimbo mbele za Farao. Biblia inasema anaweka fimbo chini, alafu ile fimbo inabadilika inakuwa nyoka. Biblia inasema hata wachawi na waganga wa Farao nao pia wakaja na fimbo za kwao, wakaweka fimbo na nyoka wakaonekana kama ilivyokuwa kwa Haruni na Musa, na wale nyoka wakaanza kupigana. Biblia inasema nyoka wa Haruni na Musa akawameza wale nyoka wengine, hata Farao na wachawi wake wakastaajabu. Lakini kilichobakia ni moyo wa Farao kuendelea kuwa mgumu. Mtu mmoja angesema amen mfundishi. Mtu mmoja angesema amen mfundishi. Nataka nikwambie, kwenye Biblia tunajua kwamba yako mapigo ambayo Mungu aliachilia, na tukisoma tunajua pigo la kwanza ilikuwa ni Mungu mwenyewe kubadilisha maji yakawa damu kwenye Misri nzima. Ndo pigo la kwanza aliloliachia. Ila kabla ya pigo, Mungu alianza kwanza na kitu kinaitwa utambulisho wa nyoka. Kuna mtu anaelewa? Aseme amen. Utambulisho wa nyoka haikuwa kwamba Mungu anaonyesha vile ambavyo atashindana nao. Wao walikuwa wanajua wanashindana kwa uchawi, lakini Mungu alikuwa ana kusudio la kwake, kwa sababu wakati anatoa nyoka hakuanza kuipiga Misri. Alikuwa anatoa nyoka kwa ajili ya utambulisho wa Mungu aliyoingia ndani ya Misri. Sema amen. Yuko mtu anaelewa? Sema amen. Yuko mtu anaelewa? Sema amen. Ukiwa na ufahamu mzuri wa kibiblia utajiuliza kwa nini Mungu atumie nyoka kwa mara ya kwanza. You must ask yourself. Ujiulize mwenyewe, kwa nini Mungu atumie nyoka kwa mara ya kwanza? Kwa nini wasingeenda waambie tu sisi tumetumwa waruhusu watu wa Mungu wa baba Ibrahim, Isaka na Yakobo? Ilikuwa inajitosheleza. Lakini kwa nini Mungu aanze kwanza kuonyesha nyoka? Kuna mtu anaelewa? Aseme amen. Kuna mtu anaelewa? Aseme amen. Kuna mtu anaelewa? Aseme amen. Kilichoanza kwenye ulimwengu wa roho kinatakiwa kiletwe rohoni, ndipo yatokee matokeo mwilini. Kwa sababu asili ya yule nyoka haikuwa kwa sababu amefika kwa Farao. Sura ya 4 ukisoma utaona Mungu anazungumza na Musa. Anamwambia Musa, kamata hiyo fimbo. Kwa sababu Musa anamuuliza, nikienda wakiniuliza ni nani aliyonituma niwaambieje? Na ishara ya kwamba ni wewe Mungu itakuwa ni ipi? Biblia inasema akawaambia, mkienda kule wewe fika tu waambie Mungu wa Isaka, Yakobo na baba yetu Ibrahim ndio amesema waruhusu watu waondoke. Sema amen. Lakini Mungu anampa mazoezi. Anamwambia iweke fimbo chini. Biblia inasema alipoweka fimbo chini, Musa akashangaa ikageuka ikawa nyoka. Alafu Musa anashangaa, anaambiwa na Mungu ishike kwa mkia. Alipomshika nyoka kwa mkia, Biblia inasema ikageuka tena ikawa nini? Fimbo. Kuna mtu anaelewa? Sema amen. Kuna mtu anaelewa? Sema amen. Palikuwa na sababu gani ya Mungu kuanza kumuonyesha miujiza ya nyoka Musa? Lazima Mungu alikuwa analenga kitu fulani. Lazima Mungu alikuwa na kusudio la jambo fulani kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana alipofika cha kwanza hawakutaka kujieleza wao ni akina nani, wanafanya kitu gani, ila wanafika wanawaambia waruhusu watu waondoke. Farao anashangaa, wale watu wanaweka fimbo chini na geuka inakuwa nyoka. Farao akamwambia, mbona hiyo ni kawaida sana, hata watu wangu wanaweza kufanya. Akawaita na wao wakaja wakafanya. Nataka nikufundishe aina 2 za nyoka. Mtu mmoja aelewa aseme amen. Mtu mmoja aelewa aseme amen. Mtu mmoja aelewa aseme amen. Hawa nyoka unaowaona, wako nyoka wa kichawi na wako nyoka wenye asili ya kimungu. Kuna mtu anaelewa aseme amen.
Kuna mtu anaelewa? Seme amen. Wakati Mungu anaumba, he was a soul creator. Yeye ni Mungu aliyeumba vitu vyote. Chatu ameumbwa na Mungu, kobra ameumbwa na Mungu, kila nyoka unamjua amefanywa na Mungu. Kuna mtu anaelewa vizuri? Lakini katikati ya kufanya iliinuka roho ya adui. Biblia inasema na nyoka alikuwa ni mweredi, au tuseme mwerevu kuliko viumbe wote. Biblia inasema akafika akaongea na kina Adam na Eva, akamshawishi Eva, akamfanya paka akala tunda, likawa ni anguko la mwanadamu kuanzia siku ile. Kwa tunaanza kuona kumbe mazuri yote tuliopewa na Mungu, shida ilianzia kwa sababu nyoka aliingia. Na ndio maana kwenye ulimwengu wa maisha ya kawaida, Mungu akitaka kumrudisha mtu anamtoa kwenye aina ya wadui anaopigana nao. Na ndio maana Mungu akamgeukia mwanamke akamwambia, kuanzia leo ninaweka wadui kati yako wewe, uzao wako na uzao wa nyoka. Wewe mtaponda kwenye kichwa na nyoka ataponda kwenye kisigino. Kuanzia leo ninyi ni maadui. Mungu ndiye anatangaza uadui. Sasa kama Mungu alishafahamu hilo na mwanadamu alitolewa nje ya bustani ya Edeni kwa mateso ili ajitafutie chakula, uzao wake huyu mwanadamu unajikuta huko kwenye nchi ya utumwa. Wamekaa kwenye nchi sio ya kwao, wamewekwa mahali pale wanafanyishwa kazi zisizokuwa na faida. Kwa ili Mungu atake kuwarudisha, anatakiwa watambulishe kwamba yule aliyefanya anguko kwenye bustani ya Edeni, huyo nyoka ndiye aliyetumwa kufanya mabaya na uovu, hata kuwaingiza kwenye utumwa. Lakini leo hii yuko aliyetumwa kwa ajili ya kuwatoa kwenye hiyo asiri. Ndio maana yule nyoka anapofika, Biblia inasema akawameza wale nyoka wote wa Farao. Na leo hii niko hapa, mtumishi wa Mungu, kila nyoka afanyaye vita kwenye maisha yako atamezwa. Nasema kila nyoka afanyaye vita kwenye maisha yako atamezwa. Narudia tena, kila nyoka afanyaye vita kwenye maisha yako atamezwa. Hamwezi mkanielewa kwa wepesi. Labda ngoja nikusaidie sasa. Ngoja nikusaidie ili uelewe. Maana naweza nikaa naongea afu nasema, baba mbona leo anachoongea mimi hakinihusu. Kwenye ulimwengu wa maisha tunayokaa, watu wengi sana wako kwenye utumwa. Watu wengi sana wanaishi maisha sio ya kwao. Ni kwa sababu ya aina wa nyoka ambao wamekutana nao. Kuna watu walikuwa wamelala usingizini, wakaota wanang'atwa na nyoka, awe ni nyoka mweusi. Maana yake kuna roho ilikuwa inaingizwa kwenye maisha yao. Wengine waling'atwa na nyoka wa kijivu, wengine waliwaona nyoka wekundu, wengine waliona nyoka ambao wana mistari. Lakini kila nyoka uliyemuona kwenye ulimwengu wa roho ndiye aliyeleta matokeo kwenye maisha yako. Kwa lugha rahisi, kuna watu ambao walilala usingizini, wakaota kila mahali anapotaka kuweka mguu, anapotaka kukanyaga, anapotaka kushika iwe ni mlango, anakuta nyoka amejiviringa kwenye mlango. Akitaka piga hatua, hapa kuna nyoka, pale kuna nyoka. Yaani vinyoka vidogodogo kila mahali viko. Mtu huyu kwenye ulimwengu wa roho unaozungumza mimi, Musa na Haruni, yani hawezi ukafanikiwa kwenye maisha. Kila kitu utakigusa, kila kitu utakifanya kitakuwa kimewekewa masimamizi. Kila unachofanya wenzio wanajua, unachopanga wenzio wanajua, unachokusudia wenzio wanajua. Wanakuja wanakiharibu kwa sababu ndani yao wameweka roho ya uadui, ili mradi wahakikishe kila unachogusa, kila unachofanya kinaharibika. Ila leo hii yuko Yesu awezaye yote, amezaa nyoka wa kila aina, watagarikishwa kwa jina la Yesu aliye hai. Nani yuko hapa amini aseme amina? Hawezi ukanielewa. Naongea na watu ambao wanatafuta utajiri. Naongea na watu ambao wanatafuta pesa. Naongea na watu ambao wanataka wamiliki na kutawala. Naongea na watu ambao wanatafuta fedha ili wajenge nyumba zao, ili wamiliki magari, ili wawe na fedha wajikimu mahitaji yao. Hao ndio nilotumwa niongee nao jioni ya leo. Wanaoamini waseme amina kwa jina la Yesu aliye hai.
wanaotafuta utajiri haupatikani pengine popote pale isipokuwa Ayubu akajua, akasema, ewe joka, umemeza utajiri, naye Bwana atakutapisha. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho yako majoka yanameza utajiri, yamezuia utajiri wetu, yamezuia mali zetu, yamezuia kazi zetu, yamezuia biashara zetu, yamezuia bila kufanikiwa kwetu. Ila leo hii kila nyoka aliyemeza utajiri atatapika kwa jina la Yesu aliye hai. Nani anaamini aseme amina? Lazima atapike. Kuna majira tuna mali nyingi, tuna utajiri mwingi, tumepewa na baba wenyewe, lakini joka wa ukoo amemeza utajiri, joka wa familia amemeza utajiri, joka mahali tunakaa amemeza utajiri. Leo atatapika, leo atatapika. Ayubu anasema atatapika, Ayubu anasema atatapika. Na wewe ukamtapisha huyo joka, utajiri wako ukaende ukafanikiwe, uende ukamiliki, uende ukatawale. Anaamini aseme amina kwa jina la Yesu aliye hai. Hawezi ukaelewa kiwepesi sana, lakini Ayubu akaliona hilo. Ayubu alikuwa tajiri sana, lakini utajiri wa Ayubu kaondoka wote. Ayubu alipoona utajiri wangu umeenda wapi? Ni nani aliyemeza? Ni nani aliyechukua? Ayubu akagundua ni joka amemeza utajiri. Yako majoka ya ukoo, yako majoka ya familia yamemeza utajiri, yamemeza mali zetu, yamemeza kazi zetu, yamemeza biashara zetu, yamemeza. Leo yanatapika, 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 leo yanatapika. Anayeamini aseme amina. Yako majoka kwenye ulimwengu wa roho. Watu ndani kwao wengine wanafuga machatu. Anaweza kuwa ni shangazi yako, anaweza kuwa ni mjomba wako, amefuga machatu ndani ya nyumba yake. Yanavuta nyota za watu, yanazuia fedha usimiliki. Ndio maana ukishika fedha matatizo makubwa kuliko fedha ulionayo. Ila leo hii aliyemeza utajiri wako ni nyoka. Tumeshajua, na leo hii atatapika. Nasema leo hii atatapika. Leo hii atatapika. Leo hii atatapika. Leo hii atatapika. Wengine waliota paka ndoto, wanamezwa na majoka makubwa. Unamezwa na nyoka kama anakonda. Leo hii anatapika. Leo hii anatapika. Leo hii anatapika. Wengine waliota kwenye ndoto wakang'atwa kabisa na nyoka na sumu ikatembea mwilini, wakazunguka kwenye ndoto wakitafuta msaada, wakahangaika kwenye ndoto kana kwamba wanakufa, wakatapatapa kwenye ndoto wakakosa msaada. Ila leo uko msaada kwenye hii madhabahu. Bwana anayajua yote yaliyopita na yajayo. Leo hii Bwana anakufuta hizo alama za mawe ya nyoka, anaiondosha sumu kwenye mwili wako. Leo hii Bwana anarejesha maisha yako. Chochote kilichoshikilia baraka zako, Yesu analeta uzima kwako. Uenda ubarikiwa kwa viwango vipya, uenda uinuliwa kwa viwango vipya, uenda utendewa kwa viwango vipya. Anayeamini aseme amina kwa jina la Yesu. Lazima Mungu wetu tunayemwabudu atufutie aibu hiyo, atufutie aibu hiyo. Ujue nyinyi hamjui, kwenye ulimwengu wa roho yako majoka yale yale unayotaga kwenye ndoto. Mimi najua paka unalala kwenye wakati unaota ndoto ulikuwa hujawaza hata nyoka, hujawaza chochote, lakini unaona kwenye ndoto nyoka wanakukimbiza, nyoka wanakung'ata, nyoka wanakufukuza. Ni wale watu wanazuia usifanikiwe. Ila leo hii kila adui atakuwa adui wa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Yeyote afanyaye uadui kwenye maisha yako ili wewe uaibike, atafanyika kuwa adui wa Bwana. Maana Bwana amesema yeyote akufanyaye kuwa mawindo atawindwa na Bwana. Natangaza neema hiyo itoke kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Anayeamini aseme amina kwa jina la Yesu. Anayeamini aseme amen kwa jina la Yesu. Lazima ifike kipindi tujue jinsi ya kujinasua kwenye roho hizi za majoka, majoka ya kichawi yaliyowekwa yatese maisha yetu. Yako majoka, ziko roho za kichawi, kazi yake ni kufuatilia maisha ya watu. Yesu akatufundisha jambo la ajabu sana kwenye kitabu kile cha Hesabu 21. Yesu akatufundisha kitu cha ajabu sana.
alipokuta wana wa Israeli wamemwacha Mungu, wanafanya yaliyo ya kwao, Biblia inasema Mungu akaruhusu nyoka wa moto wakawauma watu. Biblia inasema na watu wengi wakafa, watu wengi wakapoteza uhai. Lakini Biblia inasema wakati huo Musa akaenda akatengeneza nyoka wa shaba, akamweka mahali, akawaambia yeyote atakayeinua macho akimtazama huyu nyoka ataishi kabisa. Sikiliza nikwambie, kwa nini Biblia inasema nyoka wa shaba? Haisemi nyoka wa dhahabu, inasema nyoka wa shaba. Nyoka wa shaba, nyoka wa shaba amtazamaye ataishi, amtazamaye atakuwa na uhai. Nyoka wa shaba, nyoka wa shaba amtazamaye ataishi, atakuwa na uhai. Nyoka wa shaba. Ayayayayaya, watu hawezi elewa. Watu cha kwanza wakisikia nyoka wa shaba wanasema yule alikuwa ni Yesu mwenyewe, yeyote amtazamaye ataishi. Sikiliza, kabla hujamfikia Yesu, turudi nyuma kwanza. Yesu hakuna mahali popote alipojitambulisha kwa yeye ni shaba, lakini Yesu alijitambulisha kwa jiwe, alijitambulisha Emanueli, alijitambulisha kwa majina mengi. Ila soma Biblia mwanzo hata Ufunuo, hauwezi ukaona mahali Yesu anasema mimi ni shaba. Lakini wakati ule Musa anawaambia angalieni nyoka wa shaba, na yeyote amwangaliaye ataishi, atakuwa hai. Nyoka wa shaba ni nani? Oh my Lord, my Father. Nyoka wa shaba anatuambia Mithali, anasema Mithali ya kwamba ni kama shaba iletayo fahari yake. Kumbe shaba ni roho ya utajiri, ni roho ya fedha watu waliowekewa ndani yao. Maana wakati huo Israeli haina cha kumiliki, haina cha kutawala. Mungu anawaambia saa hii fedha ni zangu, msiabudu miungu mingine. Yeyote atazamaye hapa atakuwa na uhai, atakuwa na tumaini, atakuwa na ushindi, atakuwa na utajiri. Oh, natangaza nyoka wa shaba aanze kuleta matokeo kwako. Nyoka wa shaba alete matokeo kwako, alete matokeo kwako, alete matokeo kwako. Anayeamini aseme amen kwa jina la Yesu aliye hai. Aliyakaraba sataya. Nyoka wa shaba walipomtazama hivi, Biblia inasema wakaishi, wakawa na uhai. Yeyote aliyemtazama aliishi, lakini kuna wengine walikataa kumtazama wakaangamia. Nisikilize neno hili, ukitaka sawa, ukikataa shauri yako. Mimi ninachoamini, ndani ya Kristo hatumtumiki Kristo ili tuwe maskini. Ndani ya Kristo hatutumiki Kristo ili tuwe ombaomba. Ndani ya Kristo hatumtumiki Kristo ili tuaibike. Ndani ya Kristo mambo yote ni sawa, maana Yesu wetu ni mambo yote ndani ya yote. Lazima tumiliki, lazima tutawale, lazima tumiliki. Anayeamini aseme amina kwa jina la Yesu. Anayeamini aseme amina kwa jina la Yesu. Yesu yuko hapa leo hii. Mimi ninajua roho zote za nyoka kwenye ndoto zako zinaleta roho ya umaskini. Wengine waling'atwa na nyoka kwenye ndoto, magonjwa yakaingia kwao. Walipoguswa na magonjwa, mpaka leo hii hawezi enda kwenda kazini wala biashara kwa sababu ya magonjwa yaliyoletwa na nyoka wa kipepo. Leo hii yuko Bwana Yesu, amezaa nyoka zote na sumu zake. Yesu yuko hapa, mwenye uweza, mwenye kuponya, mwenye kuweka hai, mwenye kutenda hai. Aanze kutokea kwako, alete matokeo kwako, alete ushindi kwako, alete matokeo kwako. Anaamini aseme amina. Kuna vitu hapa ninasikia wakati tutaomba hapa. Kuna mtu ninasikia kabisa aling'atwa na nyoka kwenye ndoto, akawa anatafuta msaada na akaukosa kabisa. Ila leo msaada wetu unapatikana juu ya Bwana, yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Uko hapa Mungu aliyefanya mbingu na nchi, anajua mpaka miisho ya ulimwengu, anaona mpaka chini mahali palipo na vilindi vya maji. Yuko hapa Yesu leo, yuko hapa Yesu leo, atafanya jambo jipya kwako. Mwanangu, amini ninachokwambia, hautakuwa maskini tena, hautakuwa masikini tena. Kwa maombi haya hautakuwa masikini tena, kwa maombi haya hautakuwa masikini tena, kwa maombi haya hautadhaurika tena. Ninyi watu hamjaelewa, mimi siombi kingine. Mimi naomba mtu atoke kwenye roho ya umaskini, mtu atoke kwenye roho ya ukoo.
Unajua kuna majoka yako kwenye ukoo, kazi yao yanajua kabisa fulani ndio yuko Dar es Salaam, kwa kila chochote unapanga kufanya, yule joka akilambishwa unga mahali yuko, kumbe ndo analamba baraka zako. Ila leo hii nyoka yeyote waliomweka, iwe uvunguni, iwe mahali popote, nyoka yeyote anaharibika leo vipande vipande, anaaibika leo kwa jina la Yesu aliye hai. Mtu mmoja amini ninachongea. Yako majoka yamewekwa, mengine yanafuatilia huduma hii kutoka na kuingia, yamewekwa majoka kwenye ulimwengu wa roho. Leo Bwana ananiambia kila joka kwenye ulimwengu wa roho anayefuatilia madhabahu hii anaharibika, anaachia utajiri wa madhabahu, anaachia watu wa madhabahu hii. Mtu mmoja amini aseme amina kwa jina la Yesu aliye hai. Karabasataya ikaramando sabadaya. Uweza wa Mungu utaonekana hapa na nguvu za Mungu zitatokea hapa, zitatokea Bwana, zitatokea hapa, zitatokea hapa. Yekerabakataya, zitaleta matokeo, zitaleta matokeo, zitaleta matokeo, zitaleta matokeo. Baba, tutaenda kuomba maombi haya ni ya viwango vingine. Majoka yaliyofichwa kwenye nyumba za udongo kijijini zitaachilia. Mahali popote walikoficha kwenye masanduku ya kiganga na uchawi, majoka hayo yataachilia, 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 yataachilia. Yuko wapi Mungu aliyemwambia Musa weka fimbo chini ikageuka ikawa nyoka? Yuko wapi Mungu aliyemwambia Haruni aweke fimbo chini ikameza wale nyoka wa waganga na uchawi? Yuko wapi Mungu huyo? Yuko wapi yule Mungu wa Musa ambaye aliweka nyoka wa shaba? Yuko wapi Mungu huyo? Yuko wapi Mungu huyo? Na ikajulikane leo juu ya madhabahu hii, na ikajulikane leo juu ya madhabahu hii kwamba ni Mungu wa matendo, ni Mungu aweza sana.